Ningetaka asubuhi ya leo tuweze kupata ujumbe, na ujumbe ambao niko nao asubuhi ya leo ni juu ya uhusiano, relationship, juu ya uhusiano. Na neno hili la Mungu, Biblia yote tunaweza kusema ya kwamba mada kubwa kabisa katika Biblia ni uhusiano, relationship. Tunaona uhusiano ukianza tu pale mwanzo, uhusiano wa Mungu na mwanadamu, relationship. It starts very early. Wakati Mungu aliumba vitu vingine vyote, kuna kitu cha special ambacho alifanya kwa mwanadamu, akamuumba kwa mfano wake na akataka kuwa na uhusiano naye. Aliumba vitu vya ajabu, aliumba wanyama wa ajabu, wakubwa wadogo, lakini mwanadamu akamweka juu ya wale wanyama, akamuumba kwa mfano wake. Na tunaona Mungu akifuatilia uhusiano ule kutoka pale shambani mwa Edeni. Neno la Mungu linaendelea likijenga juu ya huu uhusiano. Wakati alimuita Ibrahimu, akamwambia toka kwa watu wenu, kutoka kwako nitatengeneza taifa ambalo litakuwa linaniogopa. Mimi nitakuwa Mungu wao, wao watakuwa watu wangu, na kupitia kwako Ibrahimu watu wa mataifa yote watabarikiwa. There will be a relationship between God and all the nations because of Abraham. Kwa hivyo uhusiano wao tunaona ukiendelea kujengwa. Tunaona katika nyumba ya Yakobo uhusiano wa Mungu unaendelea kujengeka pale. Wakati hata wana wa Yakobo walienda kule Misri, God remembered them when they cried. Wakati walilia, wakati walisononeka, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka 3 ya kwamba Mungu akasikia, Mungu akaona, na Mungu akateremka kuja kuwaokoa na kuwarehemu wana wa Israeli walipokuwa kule utumwani Misri. Na tunaona uhusiano ukiendelea kukua na ukijengeka mpaka wakati aliwapeleka pahali ambapo alikuwa ameambia Ibrahimu, nchi ambayo alikuwa ameahidi ya kwamba atapatia Ibrahimu iwe nchi ya mataifa ama taifa lake teule. Na kama vile Biblia inaendelea kukua na kujengeka, tunaona ya kwamba wakati ulifika uhusiano ule ulikuweko baina ya Mungu na watu wake ukadhoofika na ukaharibika. Na katika kitabu cha Isaia, especially Isaia 1, tunaona wakati ambao uhusiano huu ulikuwa umeharibika kabisa, na hakukuwa na kitu kizuri ambacho Mungu angejivunia katika ule uhusiano ambao alianzisha. Kazi ambayo yote alikuwa amefanya, gharama yote ambayo alikuwa amefanya, haikuwa sasa imeharibika. Na Mungu akaanza kutafuta kurejesha ule uhusiano baina yake na wana wa Israeli. Na tumesoma kutoka Isaia wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 10 hadi pale 20. Mlango huu wa kwanza, na ninashukuru Mungu kwa sababu tulipokuwa tunaanza mwaka huu, jumbe ambao Mungu alinipatia na akatupatia kama session ni kutoka hiyo Isaia 1:18 juu ya kujenga uhusiano wetu na Mungu. Wakati Mungu alienda akakuta Waisraeli akawaambia, "Jooni tusemezane." Wakati wa kusema Jooni tusemezane, watu hawa walikuwa wamepotoka, walikuwa wameacha njia za Mungu, walikuwa wameshindwa kuzingatia yale ambayo Mungu alikuwa amewapa, na wakaanza kufuata njia zingine, na wakaingia katika kuomba miungu mingine, na wakaingia katika kufanya mambo ambayo yalikuwa kinyume na mapenzi na matarajio ya Mungu. Na ndiposa wakati Mungu alikuwa tayari ameweka adhabu, God had already judged them, but God gave him another opportunity and another chance. Hawa Israeli walikuwa wamefika pahali ya kuzoeana na Mungu, wakafikiria kwamba kile ambacho Mungu alihitaji sana ni dhabihu. Walikuwa watu ambao walikuwa wepesi sana kwenda mbele za Mungu na kondoo na dume na mambo mengine kutoa dhabihu, na wakafikiria kwamba hiyo ndio inaweza kuweka uhusiano wao na Mungu. Lakini bahali tumesikia kwamba Mungu alikuwa ameghadhabishwa sana na hata dhabihu ambazo walikuwa wanazitoa, kwa sababu walikuwa wanatoa dhabihu, lakini maisha yao walikuwa wanaishi
kinyume na vile Mungu alikuwa anataka. Na ndipo sasa Mungu anasema, nani aliwaambia kwamba ninahitaji sana hizo dhabihu zenu? Kusimama kwenu mbele zangu ni chukizo. Hata wakati mnakuja kwa sababu ya sherehe zote ambazo mnakuja, hakuna kitu ambacho kinanipendeza, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema, mimi hakuna kitu ambacho nahitaji kutoka kwenu. There is nothing that you can give God to sustain him. God is self-sufficient. Mungu hawezi kuishi kwa sababu ya matoleo yetu, kwa sababu ya dhabihu zetu, kwa sababu ya mambo ambayo tunayafanya. God can do without us. And it is very clear. He tells the Israelites, anawaambia Waisraeli hapa ya kwamba mimi sipendezwi kabisa na dhabihu zenu. Hata wakati mnaniinulia mikono, ninaona mikono yenu imejaa damu. Ninaona mikono yenu, ninaona ya kwamba hamfai hata mbele zangu, kwa sababu mmeweka dhabihu mbele, mmeweka mambo haya mengine mbele, lakini kunitii mmekusahau. Na ndipo katika mstari wa 18 anasema, lakini hata kama mambo haya yote mmeyafanya, I still have an opportunity for you. I still have a chance for you. Jooni tusemezane. Come and let us reason together. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu kiasi gani, naweza nikazifanya ziwe nyeupe. Ninaweza kuwafanya upya. Ninaweza kurejesha ule uhusiano ambao umepotoka. Tuweze kukaa pamoja nanyi vizuri, tuweze kuendelea. Na anasema ya kwamba mstari wa 19, mkinisikia na mkinitii, mtakula mazao mazuri ya nchi. If you obey and if you are willing, you will eat the good of the land. Kama mtatii. Tena katika mstari wa 20 anasema, lakini mkikataa, but if you rebel, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. I want to say that God is very eager to bring back us to him. Anataka sana kuturejesha katika uhusiano wetu naye. Alitaka sana nyakati zile za Isaya kurejesha uhusiano wake na watu wake, na alikuwa amejitoa kabisa. Anawaambia, kujeni, hata kama mmepotoka, hata kama mmeomba miungu mingine, hata kama mmeua, hata kama mmefinyilia watoto ambao ni mayatima, hata kama hakuna haki kwa wajane, mmekosa kuwatendea haki, jooni tusemezane. God had a remedy. And even today, God has a remedy for all the transgressions that we have done. Kwa dhambi zote ambazo tumefanya, kupotoka kote ambako tumepotoka, hata sasa Mungu anatukuta pahali tupo na kutuambia, jooni tusemezane. And who knows, a time like this that God has given us to be in our homes, with our families, it is a time that God is still following and asking us, come and let us reason together. There is a relationship that God wants to mend. God would not want us to mend our relationships with our wives, with our husbands, with our children. That is why we are there together at such a time like this. Ya kwamba tusemezane, turepate na urejesho wale ambao wamekuwa wakipita njia za kando na njia zingine. This is a time now to bring about restoration. Na neno linasema, tukitii, tukirejesha ule uhusiano, we are going to eat the best that the land produces. Tutapata kula chochote kizuri ambacho nchi inatoa. Na tukikosa kurejesha ule uhusiano, tutafuatwa na upanga na utatumaliza. Na Mungu anasema, ni mdomo wa Mungu umenena uhusiano. Nasema juu ya uhusiano katika somo la pili ambalo tumesoma, na tungesoma katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 21 kuanzia mstari wa 15 hadi 19. Tunaona tena uhusiano ambao ulikuwa umeharibika. I'm telling you, there is no relationship that cannot be broken. If there is any relationship that we know was strong, was the relationship between Jesus Christ and Peter. Baadhi ya mitume ambao walikuwa wana uhusiano wa karibu sana, ni uhusiano wa Yesu Kristo na mtume ambaye aliitwa Petro. Na tunaweza tukasoma katika neno la Mungu tuone mambo mengi ambayo Mungu ama Yesu na Petro walifanya pamoja.
na hata hakuna mwanafunzi yeyote ambaye alikuwa na ufunguo mkubwa juu ya Yesu Kristo kama Petro. Wakati Yesu Kristo aliwauliza mitume, watu wanasema mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii. Alafu akaendelea kuwauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Peter akasimama akasema, wewe ndiye Mesia. Yesu Kristo akamwambia Peter, sio wewe, lakini ni Mungu amekufunulia haya, na juu yako nitajenga kanisa, na nguvu za kuzimu halitalistahimili. Na kutoka hapo Peter akabadilishwa jina akaitwa Cephas, Rock, because you are a rock, and on you Peter I will build the church, and the gates, the power of hate will not overcome it. So Peter had a very close relationship with Jesus, but towards the death of Jesus Christ, wakati Yesu Kristo alikuwa anamaliza mwisho tu pale, wakati Yesu Kristo alishikwa na akapelekwa kwa Pilate na kukawa na kesi pale, Peter aliweza kumkana. Peter denied Jesus. Akaambiwa, wewe mzee, naona kama wewe ni mmoja wa kundi lile la Yesu. Naona kama wewe ni mwana. Akasema, hata simjui, hata sijawahi kumuona. I have never seen him. I don't know him for 3 times. And Jesus had prophesied that. And it was very difficult for Peter when he realized. And so, as Jesus was dying, the relationship between him and Peter was broken. But I thank God that this Jesus, when he rose again, when he appeared severally to the disciples, when he appeared severally to confirm that he has resurrected, and today we are celebrating the second Sunday after resurrection. As Jesus appeared, he made sure he mended the relationship. He brought Peter back to the fold. Alirejesha Petro katika zizi wakati alikuwa amepotoka na ametoka. Kama tungesoma kutoka Yohana hiyo kutoka mstari wa kwanza, tunaona ya kwamba baada ya hiyo relationship ya Peter na Yesu kuharibika, wakati Yesu alikuwa amekufa, Peter aliamua kurejea katika kuvua samaki. Alirejea kule na akawasurudisha, ama kwa sababu alikuwa kiongozi, aka-influence, akawafanya wanafunzi wale wengine wote waweze kurudi katika kuvua samaki. Na wakati Yesu Kristo amefufuka, Peter na wanafunzi sasa wako katika uvuvi wa samaki. Pahali ambapo walitolewa, they went back where they were called from. And remember, Jesus called them and told them, from now you will not be fishing fish, but you will be fishers of men. But they went back. They laughed. Kama vile tunafanya wakati mwingine, wakati tunasaidia wale ambao wamekuwa addicts wa drugs, wanatolewa, wanaenda rehab, wanakaa, wakati mwingine wana relax, wanarudi katika ile hali. Peter like sort of relaxed. Hata sisi wa Kristo, wakati tunasoma neno hili la Peter na vile alianguka na kurejea na kuepuka kwa dhambi, hata sisi tunaweza kujiangalia na kuona kuna wakati mwingine tunaanguka na tunarejelea mambo yale ya zamani. Mambo ya zamani tunajikuta katika mambo yale tulikuwa tunayafanya, tukiongea vile tulikuwa tunaongea kabla ya kuokoka, kabla ya kuingia kanisani, tukifanya mambo yale tulikuwa tunayafanya kabla hatujakujuana na Mungu. We relapse. But I want to thank God because He is very much concerned about our relationship. Jesus Christ reached out to Peter. Alimkuta mara ya pili pahali alikuwa amemtoa. Mara ya kwanza alipomuita 3 years ago, he went and found him there again. Akawakuta wakivua samaki, akamuita tena Peter, na akawa na conversation naye. Na hiyo conversation ndio ningetaka tukae nao kidogo, wakati Yesu anamuuliza Peter, Simon Peter, do you love me? Peter, Bwana ayona, unanipenda? Na Peter anasema, Yesu, unajua mimi nakupenda. Kama unanipenda, lisha kondoo wako. Usirudi kutega samaki. Hilo
Biblia wakati mwingine haiandikwi maneno mingi, lakini nikitaka kufikiria na kuimagine ya kwamba Yesu Kristo hakuwa anamwambia tu hivyo, alikuwa anamwambia kuna labda mambo mengi alikuwa anamwambia, usisurutisha watu hawa kurudi nyuma tena. Lisha kondoo wangu. Go out and do what I told you. Or what I commanded you. Go out and teach. Go out and preach to the other people about my saving grace. Alafu anamuuliza tena, Peter, do you love me? Unanipenda? Unanipenda kweli? Do you really love me? Peter anasema, Yesu, unajua, you know my heart. Mimi nakupenda. Anamwambia lisha kondoo wangu. Make sure that my people have something to eat. Walishe, wapatie chakula cha kiroho. Go out and give and serve my people. Na baada ya maongeo tena akamuuliza Peter, unanipenda? And it's like, kwani huyu mtu ni nini? Hata Peter neno linasema kwamba hata kitunguu ikapanda kidogo, akawa na hasira kidogo, anamwambia Yesu, why are you asking of me all these questions? You know I love you. Unajua nakupenda mimi. Yesu akamwambia, feed my lambs. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wakati huu, wakati kila familia imetengwa na iko katika nyumba, kwa tuko huko, tunakaa kwa nyumba, hatufanyi mambo mengi sana. Wakati kama huu Yesu Kristo anakukuta katika hali hiyo. Neno la Mungu linakuja. Remember, we are saying this is the second Sunday after resurrection, and Jesus is visiting every home. Anauliza, je, wewe mama, unanipenda kweli? Baba, Yesu Kristo anauliza, unanipenda? Kijana, mvulana, msichana, Yesu Kristo anakuuliza pahali ulipo, unanipenda? Labda kuna mambo uko ndani yake, kama vile Peter alikuwa kwa ziwa. Probably you have gone back to those things that you've been doing. You are just back there. Jesus is following you there. His love is encompassing you. Upendo wa Yesu bado uko pale, anakuuliza, unanipenda kweli? Ukitenda haya unanipenda. Jesus is concerned about the things that you're doing, about where you are. Jesus was concerned. Hangependa kupaa juu mbinguni aache Peter akitega samaki. Ndiposa alipoendea pale alipo. Hata sasa wakati huu wa COVID, wakati tunaongea sana mambo ya kumrejelea Mungu, wakati tunasema mambo ya repentance, kutubu dhambi zetu na makosa, kile ambacho kinaweza kutufanya tutubu dhambi na tugeukie hizo dhambi ni kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa wakati Yesu alifikia Peter kumuuliza, unanipenda? He wanted him to turn around. Alitaka Peter aghairi maisha yake ili akaweza kufanya kazi ya mapenzi ya Mungu. Nataka kusema hivi, mambo ya uhusiano, kitu kimoja, kwa sababu sasa nataka kuhitimisha ujumbe wangu, niseme mambo matatu kuhusu uhusiano. Jambo la kwanza, upendo. Upendo ndio nguzo ya uhusiano. Love is the foundation of any relationship. Love. And even the disciples and the Pharisees those days, they asked Jesus, which is the greatest commandment? And Jesus told them, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love. If you love God, if you want to have a relationship with God, you must love Him. Hakuna shortcut, hakuna njia nyingine, ni lazima umpende. You love Him. If you love God, you will keep His commandment. You will walk in His ways. You will be obedient to what He tells you. If you love your husband, you will want to support him. You will walk with him. Utamsaidia kwa mambo yote na relationship yenu itakuwa sawa. Kama wapenda mke wako, mambo yenu yatakuwa mazuri, mtaandamana vizuri, mtalea watoto wenu vizuri, mtafanya uamuzi vizuri. Hata wakati huu wa uchache na uhaba wa mambo mengi, mkipendana mambo yanaweza kuwa mazuri. Nataka kusema the foundation of any relationship is love. And that is why Jesus Christ,
when he went to Peter, hakuenda kumuuliza kwa nini wewe unatega samaki? Kwa nini ulirudi nyuma? Kwa nini ulifanya hivi? Kwa nini? Alimuuliza tu swali moja. Unanipenda? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kama kuna relationship imeharibika kule nyumbani, msiende kuanza kutafuta mambo mengine. Alisema, ulizaneni, unanipenda? Do you still love me? My wife, unanipenda? Mume wangu, unanipenda? Akisema ndio, sasa you are in the right path to restoring that relationship. Praise the name of the Lord. So nguzo ya uhusiano wowote ni upendo. Upendo. Hata wakati Isaia anaongea pale, Mungu anasema njooni tusemezane. Hamwezi semezana na mtu ambaye hampatani. Relationship must be built by people who are walking together, by people who can reason together. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nguzo ya uhusiano wote ni upendo. Watoto wako muulizane pale, nyinyi mko pale nyumbani, siko pale, do you still love me? Unanipenda mtoto wangu? Unanipenda mama? Unanipenda baba? Unanipenda? So that you can restore the relationship, there must be love. And you know, the next point is that love, the love of God, upendo wa Mungu unakita mambo mengine yote. God's love, we cannot explain that love of God. Wakati tulikuwa church school tulikuwa tunaimba, Jesus' love is very, very wonderful. It is so wide that you can't go round it. So high that you can't get over it. So low that you can't get under it. So wonderful love. I want to tell you that the love of God is very wonderful. Very wonderful. Very wonderful. That God is concerned with us. However much we are fallen, hata kama tumeanguka kiasi gani, upendo wa Mungu unatuvuta pahali tuko. Kama Mungu hangekuwa anampenda Peter, kama Yesu hangekuwa anampenda Peter, angejionyesha kwa watu wale wengine wote, lakini aseme wacha na huyo ambaye alirudi kutega samaki. Lakini kwa sababu ya upendo, because of that love, Jesus had to go back to the sea of Tiberias, where he found Peter and the other disciples fishing. That is why God is still following you where you are in your home. Hata kama umefanya dhambi gani, huo upendo wa Mungu unakufuata mpaka pale. Waisraeli tunaambiwa walikuwa wamefanya mambo mengi mabaya wakati ule wa Isaya, lakini tunaona upendo wa Mungu ukiwafuata mpaka pale, na anawaambia njooni tusemezane. Praise the name of the Lord. So it doesn't matter how far you have fallen. That love of God, upendo huo wa Mungu unakuzunguka, uko na uwezo wa kutukuta pahali tupo, na anatuambia hata sasa he can make us even whiter than snow. Hata kama dhambi zetu ni nyekundu kiasi gani, God is able to make them white as snow. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu, upendo wa Mungu. God loves you. Mungu anakupenda wewe baba, hata kama umefanya dhambi gani katika familia yako, hata kama umetoka kiasi gani wewe mama, hata kama umepotoka kiasi gani, the love of God, upendo wa Mungu unakufikia mahali popote uliko. And even now, hata sasa Mungu anasema njooni tusemezane. Praise the name of the Lord. God's soft voice is still following you where you are fishing. Nakuuliza, je, unanipenda? Do you love me? And we share this love, the love of God, because God made us in His own image. Even as when we have discords in a relationship, it is always good to try. Paul said, love covers a multitude of sins. If you love your wife, if you love your husband, if you love your children, you may not see some of the sins that they are doing.
that love will cover the sins, a multitude. Love will cover many sins. Utaona hizo dhambi, utaona yale makosa, utaona mtu ambaye unampenda na utajaribu kuweka uhusiano, utajaribu kumembrace, utajaribu kumleta karibu kwa sababu unampenda. Upendo. Wakati mwingine tunaona makosa mengi ya wale ambao tunahusiana nao kwa sababu hatuwapendi. Lakini ukiongozwa na upendo, unaweza kusitiri makosa yale na mnaweza kukubatiana, mnaweza kuandamana, mnaweza kwenda mbele. Wakati mwingi Mungu haoni makosa yetu kwa sababu ya upendo. Because God loves us so much. So that is why it doesn't matter how far we have fallen, He comes for us there because of love. If He never loved us, angetuachilia tuendelee kuharibika, tuendelee kuisha na kutoka katika uwepo wake. But because of His love, He continues to follow us. Praise the name of the Lord. So, God's love is wonderful. Even at this time, wakati huu wa COVID-19, ni vizuri kutambua kwamba upendo wa Mungu bado ni mkubwa kwetu, kwako, kwa kila mmoja wetu, kwa kila nchi, kwa dunia nzima. Hata kama kuna wengine wanasema kwamba the world is under judgment, ya kwamba Mungu amejudge dunia hii na sasa anataka kuimaliza kama Sodoma na Gomora. Lakini hata wakati wa Sodoma na Gomora kuna upendo wa Mungu ulikuwa pale, na wale ambao walikuwa na mtii aliwaokoa. Praise the name of the Lord. Yes, there was Lot and his children and his family who are obedient, and God, because of His love, He saved them. And even now, the love of God, let me tell you, my brother, my sister, ya kwamba upendo wa Mungu ugali huko na unatuzunguka. Jambo la mwisho kutokana na masomo ambayo tumeyasoma ya kwamba tukimpenda Yesu, tukimpenda Mungu, kumpenda Mungu utaonekana kwa matendo yetu. Peter aliambiwa, do you love me? Feed my lambs. Unanipenda? Lisha kondoo wangu. Lisha kondoo wangu. Ulishe kondoo wangu. Mara 3. Kumpenda Mungu ni kulisha kondoo wake, kulingana na Yesu Kristo wakati aliyekuwa anaongelesha Peter. Katika Isaya, kumpenda Mungu ni kutenda haki kwa wale ambao hawana nguvu, hawana uwezo. Kulinda wajane, kulinda wale ambao hawana wazazi, mayatima, kuwatunza. Doing justice. That is how you can display your love for God, your conversion, your commitment to God. This is doing good. Kufanya mambo mema, kufuata Mungu katika mambo yote ambayo unayafanya na kutenda mambo ambayo yatamfurahisha Mungu. Our love for God is displayed by what we do. Peter was told, if you love me, feed my lambs. Go out and feed them. Don't go back to what the things that you had forsaken at first, but go out and feed my lambs. And good today, God is still expecting that we display our love for Him by touching the lives of other people. Kuguza maisha ya watu wale wengine. Kuwapa chakula, kuwalisha neno la kiroho, kuwapa tumaini, kuwahimiza kuenenda katika njia ambazo zinafaa. Be useful to that other person, because for that is why the Son of God came. Kama Peter angerejea katika kuvua samaki, lengo la Yesu kuja halingekuwa limeafikiwa, kwa sababu Peter kuna kazi kubwa ambayo Yesu Kristo alikuwa ananuia afanye. Kama pia mimi na wewe, kuna mambo mengi ambayo tunanuia ama Mungu anataka tuyafanye maishani haya. Lakini wakati mwingi tunajikuta ya kwamba baada ya kuenenda katika njia za Mungu, tumerejea katika mambo ya zamani, mambo ya kale ambayo hayana faida. Mambo ya ukawaida, yale ambayo kila mtu anafanya. Kwa sababu wakati ule watu wa katika nchi ile ya Palestina walikuwa watu wavuvi. So everybody was in the sea fishing. But Jesus Christ had called these people out of that to do something, another noble
Job, but they had fallen back. And even today, some of us have fallen back. God has called us to be husbands, to be fathers, to be mothers, to be wives, to be children, to be workers somewhere. But sometimes we find ourselves slipping back. Tunatereza, tunaanguka. Badala ya kuwa mume mwaminifu, badala ya kuwa mke mwaminifu, unajikuta umerudi nyuma, umeteleza. Badala ya kuwa mshirika mwaminifu, unakuwa mtu ambaye umekanyaga pande hii na pande ile. Mambo haya uko katika kanisa, uko duniani. Mungu anatuita hata wakati huu na kutuuliza, unanipenda? Do you love me? If you love me, if you love God, we must renew our commitment. And we must focus ourselves to doing things that will please Him. Ambayo yatamtukuza, ambayo yatampendeza, ambayo yanaandamana na lile lengo ambalo lilimfanya aje. Praise the name of the Lord. And therefore this morning, as we wind up this service, it is good to remember, wherever you are, mahali uko, sauti ya Mungu ni vizuri kuisikiza. Anaposema, njoo tusemezane. Anapokuuliza, je, unanipenda? Unanipenda? Unakumbuka mahali tulianza? Unakumbuka vile ulinipenda zamani? Unakumbuka vile tuliandamana? Na Mungu anataka urejesho. May God help us as we try to have urejesho na Mungu, as we have a relationship with God. It is very, very important to also restore that relationship with our family members. Huko nyumbani tuwe na kurejesha uhusiano wetu. Kule kazini tuwe na hali ya kurejesha ule uhusiano. Kwa majirani zetu, kwa sababu na kuambia kabisa, hakuna mtu ambaye atakufaa wakati huu kama huyo jirani wako. Unajua wakati mwingine mtu anakaa kwa nyumba na anauliza, kweli huku kuna watu wengine? Unataka, you even want to hear the voice of your neighbor. It is very, very important. Kama kumekuwa na mkwaruzano, it is the time to restore relationships. And when we restore relationship with one another, we also get acceptance with God and relationship with God. And let me remind you once again, God is very much concerned with our relationship with Him. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Can we pray? Our Father and our God, we thank you this morning for speaking to us. As we continue remembering Lord Father and celebrating your resurrection, we want to thank you because of your love that God Father is so wonderful that follows us. Sometimes we fall back like Peter had fallen. Sometimes we don't think that we have a place in your kingdom because of the things that we have done. Just like Peter felt that now because he denied you, he has no place in your kingdom. But God, we thank you because of your love that moved even to the sea where Peter was and his fellow disciples. And God, you called him out and you restored that relationship. We thank you because even today, you are working out on mending our relationship with you. Sometimes we fear. Sometimes we are very much ashamed. Sometimes you don't have even strength to call you our Father because of the things that you have done. But we thank you because of that love that is so wonderful that surrounds us. That because you love us, you don't see what we have done, but you see us as useful when we return back to you. We pray that God, Father, you help us. Just like Peter did, that when you restored the relationship, he went out and did marvelous deeds to preach your word, to guide the disciples as the first bishop, and help them to reach out to very many people. And the church started growing from there. Right from the time of Pentecost, when he stood up and preached,
and 3,000 people gave their lives to you. We want to thank you because you still can use us as noble vessels for your kingdom when we accept to be restored to you. Help us to heed to your voice, which is calling us, which is inviting us to come and reason together with you. Reach out, Lord Father, even to many relationships that are broken in our homes and our families. Relationships that have gone sour between husbands and wives, between parents and children, between neighbors, even between nations, Lord. We ask that, God, Father, that during these times of this pandemic, there shall be sobriety and that people will be willing to extend a hand of fellowship, to extend a hand of invitation, that people can mend out their relationships, and especially, Lord, in our families, Lord. That, God, when this pandemic is over, as we come back to church, we are going to see families coming, united together to the glory and to the honor of your name. We appreciate you, Lord. We continue praying, Lord Father, for these difficult times that have befallen the world. And we pray and we trust that, God, Father, you will continue preserving us. And we pray that, God, Father, you will remember, especially the medics who are working day and night to save lives, who are interacting with people who have this COVID-19 every other time. God, we pray that, God, Father, even as they wear the protective gear and other things, that, God, Father, your protection, Lord, we speak it upon them in the name of Jesus Christ. We also pray for those who are already infected with this disease, those who are in the hospitals and wards. We pray for them. God, remember them. As we thank you for the many that have recovered, we pray that, God, Father, you will also remember them that are still ailing. We also remember people who are ailing in other ailments. There are those people who have cancer, those who have diabetes, those other diseases that are still tormenting our people. God, we pray that, God, you may remember them. Some are going to the hospitals and they cannot access the services. They are only depending on you. We pray that, God, Father, your mercy shall be sufficient and your grace shall be sufficient at this difficult time. We pray for people that are living with those dear ones who are sick. God, may you raise them to a higher standard. May your grace, Lord Father, be sufficient to them, that they will take care of them, that they will not neglect them, that they will show love, because you are loving and you are caring. We also pray for others that are going through other difficult times. There are those who are stressed. They don't know what will happen because they have lost their places of work, they have lost their employment, they don't have enough to take care of their families. God, we pray that, God, you help them and be with them. And we pray even for the government as it tries to reach out to those needy families. We pray that this time, Lord Father, that, God, Father, what we have experienced in the past, that there are sometimes there is food for the needy, and because of our greed, sometimes it ends up in houses that are full, or to hands that do not deserve. We pray that, God, Father, this time, our people, and those people who are charged with the responsibility of dispersing those food and those aids to the needy families, that, God, Father, they are going to be to work with integrity, and they will always reach out to the people that are needy. That none of us, none of our citizens will die because of hunger. We want to thank you because so far, God, you have taken care of us. And we trust that, God, Father, when moving forward, we will continue saying that you are God who is walking with us. And after this, Lord Father, we are going to exalt you and to glorify your name.
and say that, God, you have really worked with us. You have protected us, and we will offer ourselves to live for you. We will offer ourselves to praise you. And Kenya will be an icon of hope to many nations of the world. We thank you. We bless you. Continue speaking to us, Lord Father, on this message of hope. Our prayer of faith in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless you and do you well. Keep safe wherever you are. And we love you. We are still waiting and hoping that God will give us an opportunity to come back together and praise Him. And we are going to shout for joy for what He's doing. God bless you. I love you so much.